napenda kutumia nafasi hii pia kumpongeza sana na kumshukuru kwa namna ya pekee kabisa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zake za dhati kabisa za kukuza, kuimarisha sekta hii ya uhifadhi, na hii ni pamoja na mradi huu wa kupandikiza faru weupe nchini. Niseme tu kwamba mradi wa upandikizaji wa faru weupe nchini ni wa kwanza, na taarifa zinaonyesha kuwa ni miaka mingi tangu mabaki ya faru weupe kupatikana katika eneo la Ngorongoro. Wageni waalikwa, faru weupe watatumika kutoa elimu kwa jamii na umma juu ya usimamizi wa uhifadhi wa faru, kuendeleza tafiti zitakazotoa matokeo yatakayoboresha sayansi ya uhifadhi wa wanyama hao, kukuza na kuendeleza uhifadhi. Wakati mchakato wa kuwaleta faru weupe unafanyika, mara nyingi sisi kama bodi ya wakurugenzi tulitoa ushauri kwa watendaji kutokukata tamaa, kwani duniani hakuna vita rahisi. Sisi tuliotokea kwenye majeshi huwa tunaamini kuwa kwenye vita yoyote ile, mkishikamana na kushirikiana kwa nguvu moja, basi matokeo ya vita hiyo ni ushindi. Leo Tanzania tunaandika historia kubwa duniani kwamba katika vita hii ya kuleta faru weupe hatimaye tumeshinda, na faru hawa wameweza kuingia nchini. Kama tunavyofahamu, faru ni miongoni mwa spishi zilizo katika hatari kubwa ya kutoweka na kutokana na vitendo vya ujangili na uharibifu wa makazi yao. Kupandikiza faru weupe hapa kreta ya Ngorongoro ni hatua muhimu ya kuimarisha uhifadhi wa wanyamapori na kuhakikisha vizazi vijavyo vina fursa ya kuona viumbe hawa wa kipekee katika mazingira yao asili. Kreta ya Ngorongoro imekuwa na historia kubwa ya mafanikio katika uhifadhi wa faru weusi duniani. Leo hii tunajivunia kuwa moja ya maeneo machache barani Afrika ambapo faru weusi wanaendelea kustawi, na kutokana na jitihada makini za uhifadhi na sera madhubuti za serikali, mafanikio haya yanatufanya kuwa chaguo sahihi la kuwahifadhi faru weupe, na tutahakikisha kwamba usalama wao na ustawi wao wa muda mrefu unafanikiwa.